Tumeweza kukutana tena kwa ajili ya ibada siku ya Ijumaa, siku ya maandalio ya Sabato, siku iliyo kabla ya siku ya Sabato. Tuombe. Baba mwema, mtakatifu, Mungu uishie milele, tunakusifu kwa sababu unatupenda. Tumeamka asubuhi hii tukija mbele zako kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Sasa ni zamu yako, useme nasi kupitia neno lako. Tusaidie Bwana tuweze kuelewa ujumbe wa sehemu ya leo, na ujumbe wa sehemu ya leo ukaweze kutuongoza kukujua, kukutumikia katika maisha haya. Kwa jina la Kristo Yesu, amen. Asubuhi ya leo watu wa Mungu, naomba tuende Mathayo sura ya 1 mstari wa 6. Mathayo sura ya 1 mstari wa 6, Biblia inasema, Yese akamzaa mfalme Daudi, Daudi akamzaa Suleimani kwa yule mke wa Uria. Nirudie. Yese akamzaa mfalme Daudi, Daudi akamzaa Suleimani kwa yule mke wa Uria. Kama tulivyokwisha kutangulia kueleza kwamba kitabu hiki cha Mathayo sura hii ya 1 inaeleza ukoo wa Yesu Kristo, jinsi Yesu alivyozaliwa na aina za watu ambao Mungu aliwatumia kuleta wokovu duniani. Nirudie kauli, aina za watu ambao Kristo aliwatumia kuleta wokovu duniani. Walikuwa si watu bora, walikuwa si watu watakatifu, walikuwa si watu wenye tabia njema, na walikuwa si Waisraeli peke yao. Yesu alipita kwa watu wa mataifa mengi, lakini pia wenye matatizo mengi, lakini pia wenye dhambi wengi, ili aweze kumfikia mwanadamu. Na naomba nifanye hii kauli nayoifanya asubuhi, inasema kamwe dhambi haitamzuia Yesu kukuokoa, isipokuwa maamuzi yako ndio yatakayomzuia au kumruhusu Yesu kukuokoa. Narudia hii kauli, kamwe dhambi yako haitamzuia Yesu kukuokoa, ila kuna kitu kitakachomzuia Yesu kukuokoa, nacho ni maamuzi yako. Hawa watu tunaojifunza ni watu ambao walikuwa hawana maisha mazuri, ni watu waliokuwa wamejaa dhambi za aina mbalimbali. Mtazame Daudi. Daudi alikuwa muuaji, Daudi alikuwa mtundu, Daudi alikuwa mwenye hasira, Daudi alikuwa mzinzi. Ukifuatilia historia ya Daudi, Daudi ameua waume wengi na anachukua wake zao. Daudi aliondoka kwenda kumuua mume wake na Abigaili, Nabali. Japo hakumuua, lakini alikuwa na dhamiri ya kumuua. Na Nabali anapokufa, Daudi anachukua mke wake. Daudi alimuua Uria, na anapomuua Uria, Daudi anachukua mke wa Uria. Daudi ameoa wake wengi, more than one. Daudi alikuwa na makasoro mengi sana. Daudi alikuwa anashindwa kukemea dhambi ya nyumba yake. Watoto wake wanabakana, lakini Daudi hakufanya kemeo lolote. Ndiyo huyu Daudi anaposema na alizaliwa na litungwa mimba dhambini.
unisafishe kwa hisopo, Mungu anamuokoa. Dhambi yako haitamzuia Mungu kukuokoa. Anaona mko kimya, sui mpo au mmehama. Dhambi yako, haya ni maneno ya faraja. Anashangaa kwa nini mnakaa kimya. Dhambi yako haitakuzuia kuokolewa. Hii ni theolojia mpya kwa baadhi ya watu, sijui au wewe unaamini dhambi yako itakuzuia usiokolewe. Kama unaamini hivyo sawa, relax. Lakini kinachofundishwa na Biblia, dhambi haikuwahi kumzuia mtu kuokolewa. Isipokuwa kinachokuzuia uokolewe ni maamuzi yako. Biblia hii imejaa watu wenye matatizo mengi sana, wote waliookolewa. Mungu anatokeza hadharani na sema mimi ni Mungu wa Ibrahimu. Mtazame Ibrahimu, muongo, kila saa anaongea uongo. Lakini Mungu anatokeza anasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu. Mimi ni Mungu wa Isaka. Mtazame Isaka, matatizo yake, dhambi zake. Mungu anatokeza anasema mimi ni Mungu wa Yakobo. Mtazame Yakobo. Achana na wengine, mtazame Yakobo, maisha yake, paka jina lenyewe Yakobo. Na Mungu anapokuja haji anasema mimi ni Mungu wa Israeli. Maana Mungu alimbadilishia jina kutoka Yakobo mdanganyifu kwenda Israeli mshindi wa Bwana. Sasa badala ya kusema mimi ni Mungu wa Israeli ili Mungu akwepe aibu ya dhambi, Mungu anatamka mimi ni Mungu wa Yakobo. Kwa lugha rahisi, mimi ni Mungu wa wadanganyaji wote. Dhambi yako haitakuzuia kuokolewa. Amua leo kumpokea Kristo Yesu. Amua leo kufanya toba na maungamo. Amua leo, utaokolewa na Mungu ataitwa Mungu wako. Ndio tunamkuta hapa Daudi mstari wa 6. Daudi anamzaa Suleimani. Mama yake Suleimani ni nani? Mama yake Suleimani anaitwa mke wa Uria. Kwa nini kuna wanawake wengine hapa Mathayo amewataja kwa majina yao? Lakini Mathayo anapofika kwa mke wa Uria amtaji jina. Hapo lazima ujifunze kitu. Kwa nini wanawake wengine wametajwa majina? Ruthu alimetajwa kwa jina. Rahabu ametajwa kwa jina. Tamari ametajwa kwa jina. Hao ni wanawake waovu, wasiofaa, tena wa mataifa mengine. Lakini anapofika kwa huyu mama aliyemzaa Suleimani, atajwe jina. Why? Majina mengine ni aibu kuyataja. Sikiliza pointi ya msingi. Kuna watu hapa majina yenu ni aibu kuyataja. Sizungumzii majina yale unaandikwa kwenye attendance, yale umeandikwa kwenye kitabu cha ushirika. Sizungumzii yale majina yako kwenye kitambulisho chako cha NIDA. Sizungumzii hayo majina. Sizungumzii Alexi, sizungumzii Caleb, sizungumzii Flora. No, nazungumzia lile jina la tabia yako. Ni aibu kulitaja. Lile jina la tabia yako ni aibu. Jina la mke wa Uria lilikuwa aibu kulitaja kwa Israeli. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mfalme Israeli nzima aliyekuwa anaheshimiwa kama Daudi. Let me come again now. Hakuna mfalme yeyote tangu mfalme wa kwanza wa Israeli, aliitwa nani yule mfalme wa kwanza? Sauli. Paka mfalme wa mwisho yule aliyebebwa na Nebukadreza kwenda uhamishoni, hakuna mfalme aliyewahi kupata heshima na kuheshimiwa katika Israeli kama Daudi. Na fuatilia hii orodha yote ya generation 14 za ukoo wa Yesu, Mathayo 1 mpaka 17. Fuatilia hii generation nzima, utagundua hakuna aliyeitwa mfalme isipokuwa Daudi. Ndiye mwandishi anamtaja kwa cheo mfalme. Sasa inakuwaje mfalme mheshimiwa wa taifa la Israeli?
akazaa mtoto kwa mwanamke wa aibu. Ndio maana Mathayo anafika mahali jina aliandiki. Na nimefuatilia kwenye lugha asili ambayo Mathayo alitumia, nazungumzia Kiyunani. Ukienda kwenye Kiyunani, hata ili neno mke halipo kwenye maandishi ya awali ya Kiyunani. Ile Masoretic text, ili neno mke halipo. Ila anataja anasema hivi, Daudi akamzaa Suleimani kwa yule wa Uria. Na ile neno mke haipo kwa yule wa Uria. Jamani, ni aibu kutaja hapa kwa yule wa Uria. Yani kwa lugha rahisi, Daudi alioa mke wa mtu. Na huyo mke wa mtu ndiye akazaliwa Suleimani. Na Suleimani mwanaume mwenye hekima kuliko wanaume wote. Yesu alisema waliotangulia na watakao kuja, no one atakuwa na hekima kama Suleimani. Lakini Suleimani amezaliwa na nani? Kwa yule wa Uria, mke wa mtu, ambaye huyu mke wa mtu unamfahamu jina lake? Anaitwa Bathsheba. Neno Bathsheba ni muunganiko wa maneno mawili. Kuna Bath na Sheva. Ukisikia Waebrania wanasema Bath, maana yake ni binti. Alafu kisikia wanasema Sheva, maana yake ni saba au kiapo. Ni neno ambalo lina maana mbili. Lakini pia wanaenda mbali. Wale wanaozungumza Kiaramu, wao wanasema Sheva maana yake ni mawindo au ni nyumba yenye mawindo. Sio mawindo ya porini, mawindo ya kwenye maji. Kwa hiyo wanaenda mbali, wanasema ni samaki. Kwa hiyo ukiunganisha Bathsheba, maana yake ni, wengine wanasema au ni binti wa saba, au ni binti wa kiapo, au ni nyumba. Wengine wanakataa, wanasema that is not Bath. Hiyo sio Bath inayomaanisha binti, bali ni Beth ambayo inamaanisha nyumba. Kwa hiyo wanasema ni Bathsheba, not Bathsheba. Kwa hiyo wale wanaosema Bathsheba, asamani kidogo hapa, wanaosema Bathsheba maana yake ni it is not, sio binti huyu, isipokuwa ni nyumba. Kwa hiyo ni nyumba ya mawindo. Nyumba ya mawindo au nyumba ya samaki. Kwa hiyo utachukua utakayoichukua wewe, lakini walio wengi wanang'ang'ania hapo kwenye nyumba ya mawindo, kwamba mwanamke huyu alikuwa ni mawindo ya wanaume. Listen me carefully. Alikuwa ni mawindo na alikuwa strategic kabisa. Alijua wanaume wote wameenda vitani. Alijua Daudi amebaki mwenyewe na nyumba ya mume wake ilikuwa jirani chini ya gorofa ya mfalme. Akiingia bafuni akijua saa hii Daudi atakuwa anapunga kaupepo, let me entice the king, ngoja nikamshawishi mfalme. Akaingia bafuni strategically, akavua nguo zote. Ilikuwa ni mpango, wala kwenda kwa bahati mbaya. Unisikize vizuri ninachokitaka kukizungumza asubuhi ya leo. Akaingia bafuni strategically, akavua nguo zote. Akaanza. Mwandishi mmoja nimemsoma anasema hakuanza kuoga, ila alianza kuweka pause bafuni. Akaweka pause huku akijua mfalme atakuwa upande wa huku. Akaanza kuweka pause, akaweka mikao mbalimbali akiwa uchi. Na hiyo mikao, alikuwa ni mwanamke mzuri sana ambaye Daudi alipomtazama akaingia mtegoni. He was snared. The king was snared. Mfalme akaingia mtegoni, akategwa na windo, nyumba ya mawindo. Bathsheba, nyumba ya mawindo. Akawa amemwinda mfalme, amemnasa. Na mfalme akanasika. Na dhambi ikafanywa. Na kemeo likaja la Uria na Nathan.
na kemeo linapokuja na Nathan, mfalme anatubu, na anapotubu Mungu anampokea. That's why nasema dhambi yako haiwezi kukuzuia usiokolewe. This is my message. Asubuhi ya leo ujumbe wangu ni huu. Usiziangalie dhambi zako na wingi wake ukafikiri hapa sitaokolewa. That is wrong attitude. Huo ni mtazamo mbaya. Dhambi zako haziwezi kukuzuia. Maana dhambi ya Daudi na Bathsheba haikuwazuia kuokolewa. Ni uchaguzi wako. Let me repeat this word. Ni uchaguzi wako ndio utakao kuzuia usiokolewe. Chagua kuokolewa mpendo. Chagua kuokolewa. Na mwana matengenezo mmoja anaitwa John Calvin anasema unapochagua kuokolewa unatakiwa ubadilishwe na neema. Chukua hiyo point za kusaidia. Unapochagua kuokolewa kwa neema hiyo utabadilishwa. Yani chagua kubadilishwa kwa neema. Ulikuwa mzinzi, chagua kubadilishwa kwa neema. Neema inakubadilisha, haurudi tena kuwa mzinzi. Kuwa mzinzi. Ninachokizungumza hapa, sizungumzi kuokolewa katika dhambi, nazungumzia kuokolewa kutoka kwenye dhambi. Maana hapa mtu mmoja anaweza kaondoka na maana mbaya akasema, kumbe tutende tu dhambi maana tutaokolewa. Hapana. Unapokutwa katika dhambi, chagua kuokolewa utoke kwenye dhambi. Si uokolewe ndani ya dhambi. Hapana. Tunaokolewa tutoke kwenye dhambi. Neema itubadilishe. Bathsheba. Unaweza ukawa katika maisha yako uliwahi kuwa nyumba ya mawindo. Nyumba ya mawindo. Wenda we mama unayenisikiliza, kuna watu unawawinda mpaka sasa hivi. Unafanya mitego, unawinda wanaume, unawinda vijana, unawinda waume za watu. Umekuwa nyumba ya mawindo. Unawinda nguo zako unavyovaa zinawinda. Marashi unayojipulizia yanawinda, viatu unavyovaa vinawinda. Uso wako unaupaka nini? Unawinda. Nywele zako umeziwekaje hizo? Tazama nywele zako wewe mama unanisikiliza, unawinda. Umekuwa nyumba ya mawindo. Unawinda wanaume, unawinda. Angalia unavyotembea, angalia unavyozungumza na mwanaume, angalia unavyolegeza macho, unawinda, unaweka pose kama Bathsheba, unawinda. Habari njema ni hii. Chagua kuokolewa. Chagua kuokolewa. Chagua kukubali, kutubu na kuungama. Chagua kubadilishwa na neema. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishi milele. Yuko Bathsheba asubuhi ya leo amekuja kwenye ibada hii. Na asubuhi hii pia huyu Bathsheba amechagua kubadilishwa na neema. Amechagua kuokolewa. Amechagua kuungama na kutubu ili arudi kuandikwa kwenye kitabu cha orodha ya ukoo wako utakaookolewa unapokuja mara ya pili. Mpokee Bathsheba huyu. Nipokee mimi Daudi. Tusaidie kuokolewa asubuhi hii kwa jina la Yesu. Amen.